Kwenye video iliyopita, ni wazi kwamba ulinufaika kwa kuona matunda yote salama ambayo mgonjwa wa kisukari anaruhusiwa kula ili kulinda afya yake, pamoja na yule ambaye hana ili kujilinda. Kama bado hujaiona video hiyo, na kushauri ukae uiangalie. Link iko kwenye comment hapo. Sasa leo tunaingia kwenye sehemu ya pili na ya muhimu zaidi. Tunaenda kuangalia yale matunda ambayo mgonjwa wa kisukari haruhusiwi kabisa kula au anapaswa kuyaepuka kwa sababu yanaweza kupandisha sukari haraka sana. Hata wewe ambaye huna sukari, ni muhimu kujihadhari na haya matunda ili kuepuka ugonjwa huu. Namba 9. Strawberries. Je, ulijua kuwa kikombe kimoja cha strawberry kina vitamini C nyingi zaidi kuliko chungwa zima? Beri hizi tamu zina faharisi ndogo sana ya glycemic na ni salama kabisa kwa wagonjwa wa kisukari. Strawberry zina virutubisho kadhaa vyema kama vioksidishaji, nyuzi lishe na vitamini C. Beri kwa ujumla kama blackberry na blueberry ni nzuri sana kwa kuondoa hamu hiyo ya vitu vitamu. Pia zinajulikana kwa sifa zake za kuondoa sumu mwilini, jambo linaloweka mfumo wako wa kinga ukiwa imara. Sasa, tuangalie matunda ambayo wagonjwa wa kisukari wanapaswa kuyaepuka. Namba 10. Nanasi, pineapple. Mananasi yanachukuliwa kuwa moja ya matunda yenye afya zaidi kwenye sayari. Yakiwa yamejaa vitamini C, manganizi na vioksidishaji, ni njia nzuri ya kubaki wenye afya. Kwa kusikitisha, si habari njema kwa wagonjwa wa kisukari. Yakiwa juu sana kwenye faharisi ya glycemic, mananasi yana kiasi kikubwa cha sukari kinachosababisha ongezeko kubwa la sukari kwenye damu. Ikiwa bado unatamani kufurahia tunda hili la kushangaza, basi unapaswa kuhakikisha unalikula pamoja na vyakula vyenye kiwango cha chini cha wanga. Angalia kiwango chako cha jumla cha wanga kwa ajili ya mlo kamili na wenye usawa wa kisukari. Namba 11. Embe, mango. Mara nyingi likijulikana kama mfalme wa matunda, tunda hili la kitropiki haliruhusiwi kwa wagonjwa wa kisukari. Maembe yamejaa vitamini na madini mbalimbali muhimu na kuyafanya kuwa nyongeza ya lishe kwenye mlo wowote. Lakini pia yana kiasi kikubwa cha kalori, sukari na wanga ambavyo ni visababishi vingine vya kuongezeka kwa sukari kwenye damu. Ikiwa bado unatamani kufurahia juisi nzito ya embe au vipande vyake, basi kumbuka kuchagua maembe magumu badala ya yale laini sana yenye nyama laini. Namba 12. Tikiti maji, watermelon. Matikiti maji yana faida kadhaa za kiafya na madini pamoja na virutubisho mbalimbali. Hivi vinajumuisha vitamini A, B na C hadi folate, nyuzi lishe na magnesium. Pamoja na kukupa maji mwilini, yamejaa vioksidishaji na yana sukari nyingi sana. Ingawa ipo katika mfumo wa asili, likiliwa kwa kiasi kikubwa, tikiti maji litapandisha viwango vya sukari kwenye damu. Likiwa na faharisi ya glycemic ya 72, linapaswa kuliwa kwa kiasi kidogo sana au kuepukwa kabisa. Namba 13. Ndizi, banana. Ndizi ni chaguo bora la tunda kwa chakula chako cha asubuhi. Inakusaidia kubaki na nguvu siku nzima. Ingawa ni nzuri kwa kila mtu mwingine, wagonjwa wa kisukari wanapaswa kuziepuka. Ndizi zina viwango vya juu vya wanga, sukari na kalori. Kula ndizi husababisha ongezeko la haraka la sukari kwenye damu. Ingawa ina nyuzi lishe, wagonjwa wa kisukari wanashauriwa kutoila kwa sababu hata ndizi ya saizi ya wastani ina gramu 14 za sukari. Namba 14. Zabibu, grapes. Zabibu ni njia nzuri ya kupata virutubisho muhimu kama vile vitamini C, K na nyuzi lishe za lazima. Zinasaidia kuimarisha mfumo wa kinga mwilini, ni chakula kamili kwa ajili ya ubongo na hufanya nywele pamoja na ngozi yako kuonekana zenye afya zaidi. Kikombe kimoja cha zabibu kina takriban gramu 23 za sukari, jambo ambalo si habari njema kwa wagonjwa wote wa kisukari. Kula kiasi kidogo cha zabibu kunaweza kuonekana kama jambo lisilo na madhara, lakini kunaweza kusababisha matatizo makubwa ikiwa hazitadhibitiwa. Namba 15. Zabibu kavu.
Zabibu kavu ni vyakula vitamu ambavyo hivi karibuni vimekuwa miongoni mwa vyakula vyenye lishe bora zaidi, superfood. Zina kiasi kikubwa cha vioksidishaji, antioxidants, zina kalori chache na zina nyuzi lishe zinazokufanya ujisikie umeshiba kwa muda mrefu zaidi. Kwa bahati mbaya, hizi hazifai kabisa kwa wagonjwa wa kisukari. Zina kiasi kikubwa cha sukari, hata ingawa ni kitafunwa chenye afya, zina wanga ambao unaweza kubadilishwa kuwa sukari unapoingia kwenye mzunguko wa damu. Jaribu kudhibiti kiwango chako cha ulaji wa zabibu kavu na ufurahie tu kwa kiasi kidogo. Namba 16. Lychees. Lichi ni chanzo kizuri cha vitamini C, potassium, shaba na manganizi. Zaidi ya hayo, ni chanzo kizuri cha nyuzi lishe ambazo ni muhimu kwa ajili ya kupunguza uzito. Sukari inapatikana katika kila tunda, lakini aina ya sukari iliyopo kwenye lichi ni tofauti na inaweza kuleta madhara kwa watu wenye kisukari. Pia si chaguo zuri kwa watu wenye kisukari cha ujauzito, gestational diabetes, kwa sababu kila kipande kina kiasi kikubwa cha gramu 29 za sukari. Namba 17. Tende. Kwa miaka mingi, tende zimekuwa moja ya mbadala maarufu zaidi wa sukari. Kutokana na asili yake ya kunata, tende pia hutumiwa kama kiungo cha kushikiza viungo vingine katika utengenezaji wa granola za nyumbani. Kwa kuwa zimekaushwa na kusindikwa, zina kiasi kikubwa sana cha kalori na sukari. Robo kikombe tu cha tende kina kalori 100. Ikiwa haujadhibiti kisukari chako, kuepuka tende ndiyo njia bora zaidi ya kufuata. Na huo ndio upande wa pili wa sarafu. Sasa unayajua matunda ya kuepuka ili kulinda viwango vyako vya sukari. Kumbuka, kuwa na kisukari haimaanishi uache kufurahia matunda kabisa, bali ni kujua gani unakula na kwa kiasi gani. Ushauri wangu mkubwa kwako leo ni huu: jenga tabia ya kupima kiwango chako cha sukari kabla na masaa 2 baada ya kula tunda jipya. Miili yetu inatofautiana, na hii itakusaidia kujua jinsi mwili wako unavyolichukulia tunda husika. Pia, unapokula matunda yaliyoshauriwa, jitahidi kuyala yakiwa mazima badala ya kusaga kuwa juisi, ili upate nyuzi lishe, fiber, zinazosaidia kuzuia sukari isipande kwa ghafla. Je, kuna tunda lolote kati ya haya limekushitua kuliona kwenye orodha hii? Niandikie kwenye maoni hapo chini. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.